Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasuluhu alkarim. Ni mimi tena ndugu yako katika imani, mja dhaifu kabisa, Ahmed Ridhiwani. Nipo tena leo live Akida Online TV katika mada zinazohusiana na kujua ukubwa wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia viumbe vya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Katika mada yetu ya leo nitakuletea kisa maarufu kabisa, kisa cha Ibilisi Laanatullah. Ibilisi Laanatullah, kabla ya kuwa Ibilisi, Mwenyezi Mungu aliwaumba majini na akawaweka katika mgongo wa ardhi kama ilivyo kaida yake. Mwenyezi Mungu akiviumba viumbe vyake na akivipa maelekezo namna ya kuishi na akavileta katika mgongo huu wa ardhi. Hapo ni dahari na dahari, kabla hata mwanadamu hakutambulika katika mgongo huu wa ardhi. Hapo mwanadamu hatambuliki kabisa. Basi Mwenyezi Mungu akawaumba majini na akawaleta katika mgongo wa ardhi, wakawa wanaishi kama tunavyoishi sasa hivi, na akawapa utaratibu taratibu ya namna ya kuishi katika mgongo wa ardhi mpaka mwisho. Hapo Mwenyezi Mungu alipowakadiria mwenyewe. Basi majini wale wakaja katika ardhi, wakaishi, wakafanya aliyoyafanya, lakini mwisho wa siku wakakiuka amri za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakawa ni wenye kumkufuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini katika kundi lile la majini palikuwepo majini mmoja ambaye alikuwa ni mdogo, akawa yeye anafuata amri za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akimwabudu kwa kufanya ibada za swala kila sehemu katika mgongo wa ardhi. Wenyewe wanasema kwamba katika hii ardhi akawa na kila sehemu katika eneo la ardhi kuna sijda ya Ibilisi, mpaka akapewa jina la Abu Sajida. Basi Mwenyezi Mungu akampenda sana Ibilisi mpaka akampandisha daraja, akafikia level ya malaika. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu akamchukua Ibilisi akawa katika level ya malaika na akawa miongoni mwa malaika, lakini akitokea katika kundi la majini. Basi hapo tunapata mafundisho ya kwamba Mwenyezi Mungu anapokupenda au kwa kufuata amri zake anakutoa katika daraja fulani, hata kama ulikuwa ni wa hali ya chini kabisa. Mwenyezi Mungu atakupandisha juu na kukupeleka katika daraja, na atawatangazia viumbe wake wakubwa kwamba mja wangu nampenda, basi na nyinyi mpendeni. Ndivyo ilivyotokea kwa Ibilisi. Alikuwa ni miongoni mwa kundi la majini, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamchomoa, akamwambia malaika Jibril ampandishe daraja awe miongoni mwa malaika kutokana na ibada zake alizokuwa akizifanya kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kundi la majini wale wengine ambao walikuwa wakimwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu akakasirika sana na akatoa amri ya kwamba majini wale wote wawe ni wenye kuharikishwa. Ikapita ghalka ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, majini wote wakawa ni wenye kutoweka katika mgongo wa ardhi kwa kuangamizwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hapa ndugu yangu Muislamu, tunapata tena mafunzo ya kwamba Mwenyezi Mungu alikuwa akitoa maelekezo kwa viumbe wake, akiwataka wafanye jambo fulani, na wakienda kinyume na yale makusudio yake, Mwenyezi Mungu alikuwa ni wenye kuharakisha. Sasa sisi binadamu wa leo hatuogopi kwamba Mwenyezi Mungu anaweza akafanya chochote kile ambacho anaweza akatufanyia sisi. Tukurejelea mfano hawa majini namna walivyofanya. Nao walikuwa ni watu kama sisi. Walikuwa ni majini, lakini walikuwa wamepewa amri kama sisi tulivyopewa amri na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya kwamba wafanye ibada za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini wakaenda kinyume na ibada za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu akawakaribisha. Vipi leo sisi katika dunia hii ya leo, wanadamu tunaishi kinyume kabisa na mafundisho ya Mwenyezi Mungu kupitia mwenendo sahihi wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuko tofauti kabisa. Nafika wakati wa ibada, watu wanatakiwa wafanye ibada, watu waswali, wanajua tu mambo yao ya kidunia. Lakini Mwenyezi Mungu alikuwa zamani katika viumbe vyake akiwaelekeza wafanye jambo fulani, wakienda kinyume na ile jambo fulani harejei nyuma na wakalifisha pale pale. Lakini sisi leo tupo mpaka leo na madhambi yote tunayoyafanya haya, lakini Mwenyezi Mungu ametuacha tuendelee kuishi katika mgongo huu wa ardhi. Kwa hiyo hapa tunapata mafundisho ya kwamba hebu turejee katika visa vilivyopita
turejee katika majini jinsi walivyofanyiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Basi Mwenyezi Mungu akamwamrisha Iblis achukuliwe na awe miongoni mwa kundi la malaika. Ndipo pale Mwenyezi Mungu akatulia kwanza, akaisafisha ardhi ikawa haina chochote. Hapo ni dahari na dahari, miaka na miaka iliyopita. Ndipo akafikiria sasa kumuumba Adam, baba yetu Adam. Akamuumba baba yetu Adam kwa siku alizokadiria mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa kadari zake mwenyewe Subhanahu wa Ta'ala, kama alivyoamrisha kuiambia kalamu iandike kadari zake, na kalamu ikaandika. Ni miongoni mwa vitu ambavyo aliamrisha kalamu iandike kabla. Basi mambo haya sasa Mwenyezi Mungu akawa anadhihirisha sasa kweli, akamuumba Adam, na baada ya kumuumba baba yetu wa Adam akawaamrisha wale malaika ikiwemo pamoja na Iblis ama Abu Sajida wamsujudie baba yetu Adam kama sijida ya utii na kufata utii kwa kile ambacho Mwenyezi Mungu amekiumba. Na hapa tunapata fundisho lingine. Sijida ile kwa Adam haikuwa ni sijida ya ibada, bali ilikuwa ni sijida ya utii, kumtii baba yetu Adam ambaye ni umbile ambalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameliumba. Basi kutokana na kibri cha Iblis, Mwenyezi Mungu akahalifu amri ya Allah. Wenzake malaika wenzake wote wakasujudu isipokuwa yeye peke yake akakataa kusujudu. Mwenyezi Mungu akamuuliza, ya Iblis, ya Abu Sajida, kabla hajapewa jina la Iblis akaulizwa, ya Abu Sajida, kwa nini wewe umekataa kusujudu kumsujudia Adam? Akaambia, Mwenyezi Mungu, huyu ambaye umemuumba kwa udongo mimi nimsujudie? Hapana, mimi umeniumba kwa moto bwana, siwezekani nimsujudie kiumbe ambacho wewe umekiumba kwa udongo. Hiki hakina daraja yangu mimi. Kwa hiyo pale Iblisi akawa ni mwenye kuleta kibri kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu akakasirika sana, na basi Iblisi akaleta kibri, Mwenyezi Mungu akakasirika sana. Hapa tunapata mafundisho kwamba kibri si sifa ya kiumbe chochote kile, isipokuwa kibri ni sifa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu akakasirika kwa Iblisi kuleta kibri na kukataa amri ya Mwenyezi Mungu kumsujudia Adam. Na hapa pia wanadamu tunajifunza kwamba kibri si miongoni mwa sifa za sisi wanadamu wala majini, isipokuwa ni sifa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hivyo hatuna sababu hata kidogo, ndugu yangu katika imani, hatuna sababu hata kidogo kwa kutembea katika huu mgongo wa ardhi, kwa kulinga, kwa kutamba, kwa kujiona kwamba sisi ni wakubwa, sisi tunajua mambo, tuna fedha, tuna nguvu, tuna mamlaka ya kuweza kufanya chochote kile ambacho Mwenyezi Mungu ametupa, isipokuwa hiyo kibri ni sifa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hatuna sababu, na Mwenyezi Mungu anachukia tunajiona tuna mafedha, tunaweza kufanya chochote kupitia fedha zetu tulizonazo. Hiyo yote ni kibri. Hiyo si sifa miongoni mwa sifa za Muislamu kweli, bali kibri ni sifa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwani kullu nafsi dha'iqatul maut, kila nafsi itaonja mauti, na sote pua zetu zimeangalia chini ya ardhi, bi maana ya kwamba tutaelekea makaburini soon, muda sio mrefu. Ndugu zangu Waislamu, kutokana na kibri kile ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikiona kupitia Iblis, alikorofishwa sana na akamfukuza katika rehema zake, akamwambia, toka wewe, si miongoni mwa waja wangu, si miongoni mwa malaika tena, na kuanzia leo nisikuone huko katika arshi yangu, kwenda duniani huko, na toka katika rehema zangu, sikuone kabisa katika rehema zangu. Basi Iblisi akamwambia, sawa Mwenyezi Mungu, pamoja na kwamba umenifukuza katika rehema zako, bali nikuombe jambo moja. Pamoja na Iblisi kufukuzwa katika rehema za Mwenyezi Mungu, alitakiwa awe mpole na mkarimu, aombe msamaha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini bado alidhihirisha kiburi chake. Hakuwa tayari kuomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu, kwani Mwenyezi Mungu ni Ghafurur Rahim, yeye ni mwingi wa kupokea msamaha, lakini hakutaka kuleta msamaha. Akaendelea kujigwamba na kuleta kibri na kumwambia Mwenyezi Mungu, sawa, potelea mbali, wewe umenifukuza katika rehema zako, lakini nakuomba jambo moja. Akamuuliza Mwenyezi Mungu, jambo gani unataka? Akamwambia, naomba unipe umri mrefu wa kuishi duniani, niendelee kuwapotoza huyu Adamu na kizazi chake, niendelee kukipoteza mpaka siku ya Kiyama. Akamwambia,
sawa, ombi hilo nimekukubalia la kuishi mpaka kiyama, isipokuwa utawapotoza wale tu watakaokufuata, lakini waja wangu mimi wanaonitii mimi na kuniheshimu mimi utawaweza abadan wa abadan. Basi Ibilisi akapewa kibali hicho na akafukuzwa katika pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akaleta duniani na ikawa mwanzo wa Ibilisi kuishi duniani katika mgongo huu wa ardhi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawa ni mwenye kupulizia roho kwa baba yetu Adam na kumweka katika pepo, katika bustani za peponi, baada ya kupata shida ya utii kwa malaika na Ibilisi kukataa kuifanya amri ile ya sijda, akapewa ile ruksa aliyoiomba kwamba apewe umri mrefu wa kuishi duniani mpaka siku ya kiyama. Basi baba yetu Adam akapuliziwa roho na akapewa mamlaka ya kuishi katika pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akawa ni mwenye kuishi katika pepo, na baada ya muda Mwenyezi Mungu akampatia mwanamke kupitia ubavu wake wa kushoto, akawa anaendelea kuishi na mama yetu Hawa. Basi ufisadi wa Ibilisi ukaanzia pale. Ufisadi wa Ibilisi ukaanzia pale. Ibilisi akawa ni mwenye kutaka kumghalibu baba yetu Adam. Basi baba yetu Adam akawa amepewa mamlaka ya kuishi katika pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na mama yetu Hawa, Ibilisi akaanza vitimbi vyake vya kutaka kumpotosha baba yetu Adam, kwani tangu baba yetu Adam alipoumbwa likawa ni umbile katika arsha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Ibilisi alikuwa akimjua siri ile ya baba yetu Adam, kwa sababu hapo alikuwa hakupuliziwa roho, akawa na uwezo wa kupita katika tundu za pua za baba yetu Adam, hapo akiwa bado hajapuliziwa roho, akawa anamuingia katika mwili na kupenya katika tundu zote za mwili za baba yetu Adam. Kwa hiyo ndipo pia jambo hilo pia ndio jambo ambalo lilimletea kiburi ya kumwambia Mwenyezi Mungu kwamba huyu mwanadamu ana namna gani bwana, mimi namjua mwanzo mpaka mwisho, naweza kuingia katika mwili wake, katika viungo vyake, katika maumbile yake, ana udhaifu mkubwa sana huyu, kuna sababu gani ya mimi kumsujudia? Pia hiyo ilikuwa ni sababu ya kuweza kufanya Ibilisi awe na kiburi kwamba alikuwa akimjua kinaga ubaga baba yetu Adam kutokana na umbile lile ambalo Mwenyezi Mungu amemuumba kabla hajampulizia roho. Basi ikawa ni rahisi kwake kuweza kumhadaa baba yetu Adam, akijua udhaifu wake katika bustani ile, katika bustani za peponi akiwa na mama yetu Hawa. Kumbuka kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimpa baba yetu Adam na mama yetu Hawa uhuru wa kuishi katika pepo yake ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameiandaa, isipokuwa alitoa sharti moja ya kwamba asithubutu kusogelea mti ambao alimwambia huu mti usile matunda yake. Lakini kutokana na Ibilisi na vitimbi vyake alivyoahidi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akawa ni mwenye kumhadaa baba yetu Adam, na kupitia nguvu ya mama yetu Hawa wakaweza kuwashawishi kwa pamoja, basi wakawa ni wenye kula matunda ya mti ule, wakafukuzwa katika rehema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Vitimbi vya Ibilisi vikaanzia hapo. Basi Mwenyezi Mungu akawafukuza baba yetu Hawa katika bustani ya za peponi na akawatupa katika mgongo wa ardhi. Ikawa ndio mwanzo wa kuishi katika maisha ya dunia baba yetu Adam na mama yetu Hawa kwa dhiki na tabu, kwani wakaambiwa atatafuta kwa jasho, baba yetu atatafuta kwa jasho na mama yetu atazaa kwa. Lakini chanzo kilikuwa ni nini? Walikubali vishawishi vya Ibilisi laanatullah. Wakana wewe mwanadamu leo kama utamkumbatia na kumfanya Ibilisi ni rafiki yako, ukawa akikuamrisha yale akikushawishi, maana hana uwezo wa kukuamrisha Ibilisi, akikushawishi katika vile ambavyo vinamwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ukivifuata na wewe, basi utakuwa na wewe ni miongoni mwa watu ambao wametolewa katika rehema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Utaishi maisha ya dhiki kuanzia hapa duniani, na kesho akhera Mwenyezi Mungu atakutupa katika moto wa Jahannam. Wa'udhu billahi min dhalika, Mwenyezi Mungu atuepushie miongoni mwa watu hao. Lakini haya inatokana na kukubali vishawishi vya Ibilisi laanatullah. Kwa hiyo tusimkumbatie Ibilisi laanatullah, tumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kufanya ibada ya swala, kwa kutoa sadaka, kutoa zaka, kuyafuata maamrisho yote aliyotuamrisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala,
kupitia mwenendo sahihi wa bwana wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ili tuweze kupata rehma za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Basi kama ilivyo ahadi ya Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu mwenyewe anasema innaka la tukhlifu almi'ada, yeye ni mbora wa kutimiza ahadi. Kila atakachokiahidi ndicho atakachokitimiza. Kweli baba yetu akaishi maisha ya dhiki hapa duniani akitafuta kwa jasho, na mama yetu akashika ujauzito, mama yetu Hawa akazaa kwa uchungu mkubwa sana. Basi kizazi kikaanza kuongezeka katika mgongo huu wa ardhi. Dunia ikawa na baadhi ya wanadamu ambao wametokana na Adam, ambao ni watoto wa Adam. Katika vijiji walikuwa hawako wengi, walikuwa ni wachache wachache. Kijiji fulani kikawa kina mwanazuoni mmoja, kijiji kingine kikawa kina mwanazuoni mwingine, kijiji kingine kikawa na mwanazuoni mwingine. Hapo vitimbi vya ibilisi vinaendelea sasa, kuanzia kule kwa baba yetu Adam na watoto wake, kama alivyoingia ahadi na Mwenyezi Mungu kwamba atawapoteza huyo Adam na watoto wake mpaka mwisho wa dunia, siku ya Kiyama. Basi kukawa kuna wanazuoni wanazungumza maneno ya Mwenyezi Mungu, wanadarasisha watu kuhusiana na mambo ya Mwenyezi Mungu. Basi wale watu wakawa wanawapenda wanazuoni wao. Kwa mfano, kijiji fulani kuna mwanazuoni mmoja, kijiji kingine kina mwanazuoni mwingine, kijiji kingine hapo hata amri za swala bado hazijaja. Basi wanadamu wale wakawa wakifuata mafundisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakiwafundisha watu au wakazi wa vijiji vyao, wakawa wanamjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa wanazuoni wale Mwenyezi Mungu akawa anachukua mmoja badala ya mwingine, mmoja badala ya mwingine. Ibilisi akaja tena kwa mara nyingine, akasema hawa wazazi ambao wanazuoni wao wamekufa, hawa sitaweza kuwadanganya, isipokuwa nitasubiri vizazi na vizazi vitakavyokuja, kwa sababu mimi nimepewa uwezo wa kuishi mpaka Kiyama, nitavipotoza vizazi vyao, lakini hawa wazee waasisi ambao wamewaona hawa wanazuoni sitaweza kuwapoteza. Basi Ibilisi akafanya subira, kwa vile anajua ana umri mrefu kuishi duniani. Wale wanazuoni wakawa wanakufa. Basi kila mwanazuoni mmoja akifa katika jiji, basi wanasikitika sana. Akafa wanazuoni wengine, wanasikitika sana. Akifa wanazuoni wengine, wanasikitika sana. Basi Ibilisi akaja akashauri, akauliza, kwani nyinyi mnasikitika nini? Wakawa wanamwambia, sisi tunasikitika kwa sababu tumepoteza wanazuoni wetu ambao walikuwa tukifundisha mambo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ibilisi akawashauri jambo ambalo alikuwa akiwa na malengo yake kabisa. Akamwambia, mnaonaje mkitengeneza masanamu? Hayo masanamu mkiyatengeneza kwa picha za wale wanazuoni wenu, ili hali ya kwamba mkiwa mkiona wale wasanamu, basi kidogo mnafarijika, mnapunguza hizi huzuni ambazo mko nazo. Akaambia, ni kweli, wazo zuri umetupa. Basi wakawa kila kijiji ambacho kimepoteza mwanazuoni kinatengeneza sanamu mithili ya mwanazuoni yule ambaye amekufa. Basi kijiji kingine nayo wakawa wanatengeneza sura ya mwanazuoni wao, wakiwa wakimwangalia hivi, basi wanafarijika kidogo, wanaridhika, wanapunguza huzuni hili. Basi Ibilisi akaondoka tena, akasema, nimefanikiwa mpango wa kwanza, nasubiri mpango mwingine. Mpango mwingine nitakaowini hawa siwezi kuwapotosha, kuambia hawa ndio miungu yao, kwa sababu wamewaona wanazuoni wao. Nitawasubiri mpaka wafe, nisubiri vijukuu na vining'ina vyao na vilembwe, ndio nije kuvipotoza kupitia hawa masanamu ambao wamewaumba wao wenyewe, wamewatengeneza wao wenyewe. Basi pale Ibilisi kweli akafanikiwa mpango ule. Vizazi vile vya mwanzo vilivyoviona wale wanazuoni vikawa wenye kutoweka katika mgongo wa ardhi, wakawa wanakufa. Akasubiri wajukuu wakapita, akasubiri vijukuu vikapita, vikasubiri vilembwe. Vilembwe sasa wakakutana na wale masanamu ya wanazuoni bado yapo. Ibilisi akatia tena fitina yake pale, akiwaambia vile vilembwe ya kwamba haya masanamu mnayoyaona ni miungu ambayo wazee wenu na mababu zenu walikuwa wakiwaabudu, kwa hiyo hamna budi na nyie kuweza kuyaabudu masanamu hayo. Hapo ndipo mwanzo wa ibada za masanamu ambazo chanzo chake ilikuwa ni Ibilisi lanatullah. Anaendelea kutekeleza ile amri ya Mwenyezi Mungu kwamba nitapotoza huyu Adam na vizazi vyake vinavyokuja. Kweli watu wale wakawa ni wenye kuabudu masanamu, na Mwenyezi Mungu akaamua sasa kuona kwamba hawafuati tena maamrisho yake, akawaleta mitume kwa ajili ya kuwafundisha
ya kwamba Mwenyezi Mungu ni mmoja na wala sio masanamu yanayotakiwa kuabudiwa, ni Mwenyezi Mungu mmoja ndio anatakiwa kuabudiwa. Akawaleta mitume, na mtume wa kwanza alikuwa ni Nuhu alayhi salam, kwa ajili ya kuwafundisha wanadamu hawa kuweza kufata amri za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kuweza kuacha ibada hii ya masanamu ambayo Ibilisi aliwashawishi waifanye. Ndugu yangu Muislamu, Ibilisi mpaka leo yupo, hana uwezo wa kuvuta shati wewe mwanadamu uweze kufanya maasi ya kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hawezi kukuvuta ukafanya maasi ya kumwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ila vishawishi vyake ni kweli vipo, anashawishi, lakini hana nguvu ya kukubeba kukutia katika maasi, lakini vishawishi vyake vipo. Ili kuweza kumlani, Mwenyezi Mungu ametuwekea utaratibu wa kusema a'udhu billahi minashaitanir rajim. Tunamlani shetani aliye mbali na rehema za Mwenyezi Mungu. Unapojiona tu una dalili za kufanya mambo ambayo hayamridhishi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, unabudi kusema a'udhu billahi minashaitanir rajim, kumlani shetani aliye mbali na rehema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mimi ndugu yako katika imani Ahmed Ridwan, wa billahi tawfiq wa hadha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.